hichi ambacho umekiona kwenye mechi ya mwisho ya msimu na tathmini yako kwa ujumla? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza msimu salama, tumemaliza msimu kwa ushindi wa goli 1-0. Tumemaliza msimu tukiwa hatujafikia malengo kwa 100% ambao tulikuwa tumejiwekea. Malengo yetu ilikuwa ni kupata ubingwa msimu huu, lakini tumekuja kukosa ubingwa katika mechi yetu ya mwisho. Maandalizi ya msimu huu yalikuwa mazuri, lakini mwanzoni tulianza kwa kusuasua hapa na pale. Mwalimu mkuu ambaye tulitengeneza naye mpango ambao ulikuwa ufanye kazi msimu mzima aliondoka wakati ndio kwanza ni usajili wakati ndio kwanza ligi inaanza, na baada pale ikapelekea mabadiliko makubwa ya kuleta benchi jipya la ufundi, lakini vile vile ikapelekea kuondoa baadhi ya wachezaji ambao tuliamini hawakuwa na msaada mkubwa ndani ya timu yetu. Mungu akajalia dirisha dogo la usajili, tukafanya usajili mkubwa ambao ukaja kufanya mapinduzi makubwa ndani ya timu yetu. Kila mchezaji ambaye tulimsajili dirisha dogo la usajili mwezi Januari amekuja kuwa chachu kubwa kwenye mabadiliko ya timu yetu. Na in fact msimu huu sisi Simba Sports Club hatuna cha kujilaumu wala hatuna sababu ya kutufanya tukae kinyonge. Msimu huu tumekuwa na timu bora sana, tumeweza kutoa ushindani mkubwa sana, tumeweza kucheza mpira mkubwa sana, tumefanya kila kitu ili tuweze kufanikiwa kuchukua ubingwa ambao ndio alikuwa malengo yetu. Lakini bahati isiyokuwa yetu, ukijumlisha na makosa ya baadhi ya waamuzi, mengine ya makusudi, mengine ya bahati mbaya, bana interview. Msimu huu sisi Simba hatuna cha kujilaumu wala hatuna cha sababu ya kutufanya tukae kinyonge. Badala yake ni msimu ambao tumeumaliza tukiwa na faraja na furaha kubwa, kwa sababu tumefanikiwa kuiboresha timu yetu na kuifanya kwa bora. Na Simba msimu huu ndio timu ambayo imekuwa na kikosi bora, ndio timu ambayo imemiliki wachezaji wazuri na mahiri, ndio timu ambayo imekuwa na kiwango bora kwenye kila mechi, ndio timu ambayo imecheza na kuonesha upinzani mkubwa kwenye kila mechi ambayo tumecheza. Tulikuwa tuna nafasi na uwezo kabisa wa kuchukua ubingwa kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo, lakini ziko sababu ambazo zimepelekea Simba Sports Club kushindwa kutimiza malengo yetu ya kuchukua ubingwa. Ziko mechi ambazo hatukustahili kupoteza tukapoteza, lakini yako maamuzi ya hovyo ambayo mengine ni ya makusudi na mengine ni ya bahati mbaya ambayo yalikuwa yakifanywa na waamuzi wetu, ndio ambao wamepelekea Simba kukosa ubingwa msimu huu. Sisi kwetu, kwa maana benchi la ufundi, wachezaji wametimiza majukumu yao ipasavyo kwa 100%, wameonyesha kiwango bora na kiwango kizuri. Lakini yote kwa yote, wapo watu ambao walikuwa wamekaa pembeni wakipewa nafasi ya kuamua mechi zetu, wanafanya makusudi kutuharibia, na mwisho wa siku wamefanikiwa kutengeneza gap la pointi 2, mnyama anakosa ubingwa. Yote kwa yote, sisi bado hatujamaliza msimu. Sisi tumemaliza mechi ya mwisho ya ligi kuu hii leo. Bado tuna mechi moja ya kwenda kutupa furaha wana Simba. Na nilisema ya kwamba msimu huu kuna mawili ya lazima yatokee. La kwanza, tuchukue ubingwa wa makombe yote mawili, kwa maana ya kombe la CRDB na kombe la NBC. Lakini kama itashindikana, tutakosa moja, basi tupate moja. Hii leo rasmi ni kwamba tumelikosa kombe moja, kombe la NBC. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nguvu kubwa inaelekea kwenye mechi yetu ya kombe la shirikisho la CRDB. Mwenyezi Mungu akijalia, kwa mipango tutakayo kwenda kuifanya, tunaamini tunakwenda kubeba ndo hiyo, na kauli yetu iko pale pale. Msimu huu lazima tugawane furaha, wao wapate kombe dogo, sisi tupate kombe kubwa la kwenye nchi hii ya Tanzania.
kimwili. Mmejipangaje kwa hili? Kimwili sijui watachezaje mechi yetu wao na Azam. Wamesema watacheza kimwili. Sijajua bila Azam watakapotaka msaada basi wako tayari kwa sasa sijajua hapo kwenye kucheza kimwili wao na Azam watahusanisha viungo gani kwenye kucheza kimwili wao na Azam. It's very important wakati mwingine mkawa mnauliza mtu anapotangaza kwamba tunakwenda kucheza kiroho. Kiroho inafahamika ni masuala mazima ibada, lakini kimwili lazima muwe mnauliza kimwili wewe na Azam mna mingo vipi hapo kwenye kimwili. Yote kwa yote sisi vyovyote wavyo tuko tayari kwa ajili ya fainali yetu, na hiyo ndiyo option pekee ya kuwapa furaha wana Simba ambayo tumebaki nayo. Kwa hiyo tutawekeza nguvu zetu zote, tutawekeza akili yetu yote, tutaweka mipango yetu sawa